بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصيكم وأوصي النفس بتقوى الله عز وجل وقد فاز فوزًا عظيما. يا أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. عباد الله، أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na kuhusieni ndugu zangu katika imani, pamoja na kuihusia nafsi yangu kunako swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwa hakika sikuwaumba majini na sikuwaumba wanadamu isipokuwa kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada, ndugu zangu katika imani, ni yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia katika vitendo na katika kauli, katika yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia. Ndugu zangu katika imani, maudhui ya hotuba yangu ya leo hasa yatalenga maudhui adhim ambayo yanahusiana na yale masuhulia ambayo sisi wanaume tunayasimamia. Hotuba yangu ya leo, kutokana na aya ambayo nimeitanguliza, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, leo hotuba itahusiana na sifatul adhima lilmar'ati almuslima, sifa zilizokuwa tukufu za mwanamke wa Kiislamu, ambaye mwanamke akijipamba na sifa hizi tutasema mwanamke huyu ni mwanamke mwema. Kulingana na kadhia ambazo zinaendelea katika jamii yetu, mambo ambayo yanaendelea katika mujitamaha huu wa Kiislamu, mmomonyoko wa maadili umekuwa ni mkubwa sana, hasatan kwa kina mama, hasatan kwa mabinti, na sisi wanaume ni masuhulia katika jambo hilo, na Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kutuuliza. Na pia wanawake ni masuhulia katika jambo hilo, Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kuwauliza juu ya haki zao. Nikaona nichague maudhui hii, al-maudhui al-adhim, maudhui iliyokuwa kubwa ya kubainisha sifa gani ambazo mwanamke anatakikana ajipambe na sifa hizo, tuseme mwanamke huyu ni mwanamke mwema. I'lamu anna al-mar'ata as-salihah min khayri mata'i ad-dunya. Fahamuni enyi ndugu zangu katika imani, anna al-mar'ata as-salihah, hakika ya mwanamke mwema, min khayri mata'i ad-dunya, ni bora ya starehe ya dunia, kama jaa fi al-hadith, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ani Rasulillah sallallahu alayhi wasallama. Ibn Umar anasema amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema: inna ad-dunya kullaha mata'un, hakika dunia hii yote ni starehe, wa ghayru mata'i ad-dunya, na bora ya starehe ya dunia, al-mar'atu as-salihah, ni kumpata mwanamke mwema.
Wa fi riwayatin, na ikatajwa katika riwaya nyingine, innama dunya mata'un, hakika hii dunia yote ni starehe. Wa laysa min mata'i dunya shay'un, na bora ya starehe ya dunia kuliko vitu vyote. Wa afdaru, na iliyokuwa bora zaidi, min mar'ati salihah, kuliko mwanamke mwema. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuangalia hadithi hizi, je, ni sifa gani ambazo akijipamba nazo mwanamke au wewe mwanamume ukampamba katika sifa hizo, tutasema mwanamke huyu amepambalikana na sifa zilizokuwa njema? Sifa ya kwanza, ndugu zangu katika imani, alhirsu ala taallum dini rabbiha. Mwanamke mwema anakuwa na hirs, anakuwa na pupa, anakuwa na jitihada ya kujifunza dini ya Mola wake. Huyo ndio mwanamke mwema. Akawa na ile pupa ya kufahamu hukumu zinazohusiana na dini yake, tutasema mwanamke huyu amejipamba na sifa ya mwanamke mwema. Baada ya hapa, ndugu zangu katika imani, wale kina baba ambao wana masuhulia, wanawake, wana mabinti, wana watoto wa kike, na yule mwanamke ambaye ni mama wa familia, atajipamba au atajipima katika nafsi yake. Je, mimi ninaingia katika sifa hii? Alhirs ala taallum dini rabbiha, kuwa na hirs na pupa ya kujifunza dini ya Mola wake, kama jaa fi hadith Abi Sa'id al-Khudri, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Allah amridhie, anasema jaat imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, alikuja mwanamke mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuja mwanamke mmoja kwa mtume, faqalat, akasema huyo mwanamke kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallama, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, dhahaba ar-rijalu bihadithika, hakika wanaume wametuzidi katika kujifunza elimu kutoka kwako ewe mtume wa Allah. Faj'al lana min nafsika yawman, basi jalia ewe mtume wa Allah angalau siku moja. Wakamwomba mtume wanawake hao, angalau siku moja ya rasulullah. Anasema faj'al lana min nafsika yawman, ijalie ewe mtume wa Allah angalau siku moja, na atika fihi, siku ambayo tutakuijia ewe mtume wa Allah, tuallimuna mimma allamaka Allah, kujifunza yale ambayo amekufundisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wa Allah akamwambia mwanamke yule, ijtami'na fi yawmin kadha wa kadha, kusanyikaneni enyi wanawake katika mahali fulani na mahali fulani, fi makani kadha, katika mahali fulani, ni maana kusanyikaneni enyi wanawake katika sehemu fulani na katika mahali fulani. Wale wanawake kutokana na hirsi yao ya kujifunza dini wakakusanyika, wanawake wengi wa kisahaba. Walipokusanyika, Mtume sallallahu alaihi wasallama akawaijia wanawake hao, faatahunna rasulullah, akawaijia wanawake hao Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'alamahunna, akawafundisha mimma allama Allah, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha. Kwa hii ilikuwa ni hirsi ya wanawake, na ikadhihirisha jinsi gani wanawake hawa ni wema, kwa sababu walikuwa na hirsi ya kujifunza dini yao. Ni wangapi katika sisi wanawake kina mama ambao mlipanga siku angalau siku moja katika wiki mkajitoa kwa ajili ya kukaa kujifunza dini yenu? Ni wangapi katika sisi? Au ni wangapi katika kina baba ambao mmepanga siku angalau siku moja ya kujifunza masala yanayohusiana na dini yenu? Na nyinyi ni masuhulia, mtaenda kuulizwa juu ya umri wenu, mtaenda kuulizwa juu ya vile ambavyo mlikuwa mkivifanya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusiana na elimu ya kisheria,
talabul ilmu faridatun, kutafuta elimu ya kisheria ni faradhi kwa mwanamume na mwanamke. Sasa miongoni mwa hirsi na pupa ambao walionyesha wanawake hao, wakasababishwa kwamba hawa ni wanawake wema kwa sababu walikuwa na pupa ya kujifunza dini yao. Aisha, miongoni mwa wake bora wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallama, anasema ni'ma nisa'u, mwanamke aliyokuwa bora miongoni mwa wanawake, nisaul ansar, ni wanawake wa Kiansari. Kwa sababu gani? Akasema lam yamna'hunna, walikuwa hawaoni haya, ay yatafaqahuna fi din, kujifunza mambo ambayo yanahusiana na dini yao. Na ndio maana wanawake wazama za waja wema waliopita walikuwa hawaoni haya, walikuwa wakimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallama kuna jambo kadha wa kadha. Lakini subhanallah, tumetahiniwa, tunashindwa kukaa tukasoma dini yetu. Ndugu zangu katika imani, na masala ya dini, mtu akaingia YouTube, akaingia wapi, mwisho wa siku akachukua fatwa ambayo si sahihi, ikampoteza yeye na ikawapoteza wengine. Kwa miongoni mwa sababu ambazo zilionyesha mwanamke huyu ni mwanamke mwema, walilazimiana na swala zima la kujifunza elimu ya kisheria. Yaqulu ma tasma'un wastaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, tunaendelea katika hutuba ya pili baada ya hutuba ya kwanza kuzungumzia masala muhimu, masala ambayo yanahusiana na sifatu al-adhima lilmar'ati almuslima. Tutasoma sifa ya pili baada ya kusoma sifa ya kwanza, na sifa zipo nyingi ambazo mwanamke wa Kiislamu anatakikana ajipambe na sifa hizo. Tutasoma sifa ya pili, mujahadatu nafsiha ala ta'ati zawjiha, ni mwanamke kupambana na nafsi yake dhidi ya kumtii mume wake, fil ma'rufi, katika wema, bimaana katika wema amtii mume wake katika wema. Endapo akaamrishwa maovu, basi sheria ya Kiislamu inamwambia asimtii mume katika maovu. Wadalilu qawluhu tabaraka wa ta'ala, na dalili kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, kutokana na Allah alivyofaradhisha baadhi yao juu ya wengine, wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya zile mali wanazozitoa. Fasalihatun, basi mwanamke mwema, qanitatun hafidhatun, mwanamke mwema ni yule ambaye mwenye kujihifadhi, lilghaibi, akajihifadhi yeye na kumhifadhi mume wake, bima hafidha Allah, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndo amelilazimisha hilo, mwanamke ajihifadhi, amhifadhi mume wake na amtii mume wake. Akasema al-Imam Baghawi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea aya hii, akasema fasalihatu qanitatun, maana hi fasalihatun qanitatun ay muti'atun, maana yake mwanamke huyu ni mwanamke mwenye kumtii mume wake. Na akasema Qatada ibn Di'ama rahimahullahu ta'ala ay muti'atun lillah, katika aya hii inakusudia mwanamke huyu ni mwanamke mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wal azwajihinna, na akamtii mume wake. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa msiba ambayo imetukumba katika jamii yetu hii ni msiba wa kuchukua fikra za magharibi na kuzileta katika sheria ya Kiislamu. Ukakuta leo hii, ndugu zangu katika imani, mwanamke anahitajia haki sawa na mwanamume, ambalo jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza. Akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, mwanamume ndio msimamizi kwa mwanamke, na wala hakuweka usawa kwamba kukawa kuna haki sawa baina ya mwanamume na mwanamke, kama ambavyo anaitakidi
katika zama hizi zetu za leo. Tumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na tujue ndugu zangu katika imani, wanaume na wanawake tumewekewa sheria. Mwanamke ana haki zake na mwanamume pia ana haki zake. Ndugu zangu katika imani, namalizia katika nasaha hasa kwa baba na hasa kwa wanaume. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa masuhulia ya kuwasimamia wake zenu, akawapa masuhulia ya kuzisimamia familia zenu, na hayo masuhulia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni ataenda kukuulizeni siku ya kiyama. Ataenda kukuulizeni siku ya kiyama. Tuna nini sisi ndugu zangu katika imani la kwenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala? Na ili tutekeleze masuhulia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima watu warejee kukaa chini na wasome elimu ya kisheria kama ambavyo imeelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabad dayn wa qina adhabal qabr. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa aqimus salat.